Idara ya usalama ya Ukraine maarufu kama SBU imeripoti ya kuwa takriban ndege F-50 zisizo na rubani za Shahed zilizoundwa na Urusi zimeweza kurushwa na kuingia nchini Ukraine tangu kuanza kwa uvamizi wake kamili mnamo Februari ya mwaka 2022, ambapo ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu imeripoti ya kwamba mashambulizi hayo yameua raia 253 na kuwajeruhi wengine 1524, ambapo wachunguzi wamesajili zaidi ya kesi 1600 za uhalifu kutokana na mgomo unaolenga miundombinu ya kiraia nchini humo, ambako Septemba 30 shambulio la ndege zisizo na rubani za Urusi katika jiji la Dnipro katikati mwa Ukraine lilisababisha mtu mmoja kuuawa na kujeruhi wengine takriban 28, na mamlaka za eneo hilo zimeripoti na kuongeza kuwa mvulana wa miaka 10 na msichana wa miaka 17 walikuwa miongoni waliojeruhiwa na takriban watu 12 walilazwa hospitalini. Urusi imetumia ndege zisizo na rubani za Shahed kimsingi dhidi ya shabaha zisizo za kijeshi, kuharibu majengo ya makazi na vifaa vingine vya kiraia vilivyolindwa chini ya sheria za kimataifa za kibinadamu. Maafisa wamebaini ya kuwa mafundisho ya kijeshi ya Urusi hapo awali hayakujumuisha ndege zisizo na rubani za aina hiyo, na kuacha vikosi vyake vya jeshi bila muundo wazi wa nani aliyeamuru operation kama hizo. Taratibu wanaunda vitengo maalum sawa na vikosi vyao vya ulinzi vya mifumo isiyo na rubani wanaanza kuelewa ni nani anayefanya maamuzi ya kutekeleza migomo hiyo. Alisema hayo Yuri Bielousov ambaye aliongoza idara kupambana na uhalifu uliofanywa katika migogoro ya silaha katika ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu nchini Ukraine. Walifanya kazi kwa karibu na washirika wao wa kijasusi kukusanya taarifa hizo kipande kwa kipande. Sasa wataanza kuwataja watu binafsi na kuwafuatilia chini ya taratibu za kutokuwepo, lakini anatumaini swala la muda tu kabla ya kufikia wajibikaji halisi. Bielousov alisema hivyo kuhusu kile ambacho pia Urusi imeripotiwa kukifanya, yani mashambulizi ya ndege nyingi zisizo na rubani takriban 50 ambazo zimeweza kuingia nchini Ukraine na kusababisha raia 253 kupoteza maisha na kuwajeruhi wengine 1524 nchini humo. Wakati hayo yakijiri, pia imeripotiwa ya kwamba mafuta ya Urusi yanatiririka kwa wingi na kwa kasi licha ya shinikizo kubwa la Marekani ya kwamba nchi za Ulaya zisiweze kununua mafuta hayo, ambapo taarifa iliyoripotiwa na Bloomberg muda huu inaeleza kwamba uuzaji wa bidhaa ghafi za baharini vya Urusi au vya kutoka nchini Urusi umesalia karibu na kiwango cha juu cha miezi 16 katika wiki 4 zilizopita, ikionyesha athari ndogo kutoka kwa juhudi za Rais wa Marekani Donald Trump kushinikiza washirika Ulaya na wanunuzi wa kimataifa kusitisha uagizaji kutoka Urusi. Kulingana na data ya ufuatiliaji wa meli hadi Jumamosi ya wiki iliyopita iliyokusanywa na Bloomberg, imeripoti ya kwamba wastani wa usafirishaji wa kila siku ulifanyika kwa mapipa milioni 3.62, sawa na kiwango cha juu zaidi tangu Mei 2024, ambapo mtiririko unaoendelea unakuja licha ya jitihada zinazolengwa za Marekani kushawishi nchi kuzuia uagizaji huo. Donald Trump ameshinikiza Umoja wa Ulaya, India na China kuacha kabisa kununua mafuta ya Urusi, akielezea hatua hiyo kama juhudi za kuendeleza suluhu ya amani kwa Ukraine. Moscow imekosoa mbinu za Washington za kutumia silaha kali, ikisema kuwa mataifa huru yana haki ya kuchagua washirika wao wa kibiashara. Ununuzi unaoendelea wa New Delhi, yani India, wa mafuta ya Urusi umeibua hasira ya Marekani au Amerika, ambapo mnamo Agosti mwaka huu Washington iliweka ushuru wa adhabu wa 25% kwa India juu ya ushuru wa awali wa 25% uliowekwa baada ya nchi hizo mbili kushindwa kufikia makubaliano ya biashara. India imekataa kabisa kupunguza uagizaji bidhaa kutoka Urusi na kuelezea sera ya Washington kama shuruti ya kiuchumi, ambako China pia imechukua msimamo wake thabiti zaidi, huku wizara yake ya biashara ikisisitiza tena nia ya kuimarisha ushirikiano wa nishati na Urusi, ambapo wizara hiyo imesema Beijing itatetea maslahi yake, huku Marekani ikiyasukuma mataifa ya G7 kutoza ushuru wa 100%
kwa bidhaa kutoka nje za China, ambako pia wanunuzi wa Ulaya wanapinga, huku Hungary na Slovakia ambazo zote zinategemea usafirishaji wa bomba zimetaja vikwazo vya kiuchumi na vifaa vya kumaliza uagizaji wa mafuta kutoka Urusi. Uagizaji wa Uturuki na umesalia thabiti pia, huku wastani wa mapipa 300,000 kwa siku. Wakati huo huo pia kuelekezwa kwingine kwa mafuta kutoka kwa viwanda vya kusafisha mafuta vya Urusi vilivyoharibiwa na mashambulio ya ndege zisizo na rubani za Ukraine kunaweza kuchangia kuendelea kwa mauzo ya nje. Taarifa ya Bloomberg imeeleza hivyo. Pia uwezo wa kusafirisha nje hata hivyo unaweza kuwa kikwazo ikiwa mgomo utaongezeka zaidi. Na katika wiki za hivi karibuni meli 36 za mafuta zilibeba mapipa milioni 26.75 ya ghafi ya Kirusi, kuongezeka kutoka milioni 23.69 ya wiki iliyopita. Data ya shirika la habari Bloomberg imeeleza hivyo. Jumla ya thamani ya mauzo ya nje katika wiki hadi Septemba 28 ilipanda kwa dola milioni 240 hadi dola bilioni 1.57.